mnakwenda wapi? Hamjaona sehemu nyingine ya kwenda mpaka napoelekea mimi? Hivyo vielele vyenu ni vitavyowaponza. Hicho sikielele tu kinachowapeleka. Nini mnachokitaka? Mnachokitaka nyinyi hamtokipata. Lambwi kisokolo kwinyi we mama we. Na we mwenyewe unaenda wapi huko? Wewe una kihelehele kama sisi huko tunapokwenda. Halafu kwanza, wewe ile jambo linawahusu? Hili ni jambo la mimi na ndugu yangu. Wewe na mmeo linawahusu? Haya, geuza huko. Rudi huko ulipotoka. Ndio linatuhusu mimi na mume wangu. Na kama mnaweza tukutane mchezoni. Pana Aleki, anasemaje huyu? Ameondoka. Sasa nisikilize. Hapa hakuna kurudi nyuma. Yeye kama kaamua kuondoka kwa mondo ule, sisi tutembee hivi hivi. Tutakutana huko mbele kwa mbele. Ni kweli ati? Sasa hivi. Sawa, mimi nilikuwa naulizaje? Mwenye hii nyumba au bosi wenu nyinyi yuko wapi? Mara kwanza mlikuja mkusalimia. Sasa hivi mnajua umuhimu wa salamu. Ndio maana mara kwanza mlivyokuja nikawaacha tu na mafundi nikaondoka zangu. Sasa zungukeni, mtakapomkuta mtakuja kuzungumza na kama mjamkuta basi endeleeni kuzunguka mpaka mtakapokuja kumkuta mtazungumza naye. Yaani jinsi alivyo na roho mbaya yule dada. Hata watu wake pia kawafundisha jeuri. Wewe hata usijali mdogo wangu. Twenzetu tukakae pale tumsubiri. Yaani barua ya serikali za mitaa itamfikia. Hivi nilivyokuwa na hasira nisije nikamtia mtu mbanzi hapa akakorofuka. Yaani yule hatujui vizuri. Sisi boni hia tutamuonyesha kwamba sisi wakuja. Twenzetu mdogo wangu. Mwabuza. Zo! Vipi tena mwenzangu? Mbona hai juu hata salamu hamna? Mimi nikajua bado hujarudi. Na ndio maana umeniona tu napita. Haya, tuseme ndo mimi ningekuwa mjini, sijafika hapa kijijini. Kwa hiyo hata kuja kuwasalimia wazazi nao shida. Juzi tu hapa nimepita nimekuta mama hapa peke yake. Ameniambia yeye muda mwingi anashinda shambani. Kwa hiyo leo wakati napita naenda kwa feti nimeona mlango upo wazi. Nikajua yupo baba tu. Mimi nimeona aibu kuja kumsalimia. Maana mama leo ameniambia hata kuepo. Na wewe nikahisi bado hujarudi. Na ndio maana mimi hata sijapitia. Kwanza tuachane nayo. Zawadi yangu iko wapi? Kwa mimi ninavyojua mtu wa kijijini akitoka hapa akienda mjini atarudi hata na vizawadi. Ya kwangu mimi iko wapi? Yaani sijui hata nikwambiaje shoga yangu. Huko mjini kwenyewe nilikotoka na matatizo kibao ndio yalionileta hapa kijijini. Kwa hiyo sijui nichukue stulu ndani niweke hapo ili nikusimulie vizuri yalionikuta huko. Haina haja ya kuweka vistuli. Maana hata Ofeti nimwambia tu anisukie haraka ili niwahi nyumbani. Acha tu mimi niende. Haya basi sawa, ngoja basi hata nikutoe hata miguu miwili hapo nikusindikize. Hamna, wewe pumzika. Wewe naye na uchovu wa safari wote bado unataka kutembea. Pumzika bwana. Haya kama umetaka basi wasalimie huko nyumbani. Haya. Usisahau basi kuja kupiga hata story. Hasa kicha wangu jana ndo umefanya nini? Umenielekeza kuna mchongo unaenda kufuatilia ni kuweti maskani afu dakika mwisho umeenda huko umezamia jii umeniacha mimi. Sasa ndo maisha gani? Ushaanza sana yale alama zako muda wote kama mtoto wa kike. Ipo hivi, mimi nimevutia bosi ile kule. Lakini dakika za mwisho nimekwenda kule, kuna mtoto wa kiuni kibao nao anataka huo mchongo unajua. Ndio maana nikachelewa kurudi. Sema nini? Misha shaka fresh imenyoka na maanisha bado sisi hapa ninavyokuambia mjomba wangu. Kwa hiyo mchawi sisi wenyewe tu hapo wenyewe. Sasa kumbe vipi? Ila kama unavyojua, mfumo wetu si upo vile vile, haujabadilika. Tukienda kufanya mchongo lazima wenzetu tuwape.
kina Baruza na Dogo Janja yule. Hapo wenyewe mimi naelewa. Wewe sema saa ngapi huo mchongo, kama tunaingia tujue tunafanyaje. Hapa kwenye tumebakisha nusu saa tu tuingie huko kati. Sasa unaonaje katika hiyo nusu saa tutoke hapa tukaelekeza machizi kama sisi tuna mchongo na hao kama na mchongo mwingine unakwenda kufanya, mradi tukirudi tujue kila mtu anamganji vipi mwenzie, mradi maisha mengine apate kuendelea. Au chio? Umeongea pointi mwanangu. Sema nini? Ashakunchi matuchi. The confidence process ya bauti. Uvute mbele. Baridi hapo wenyewe hivi. Yemwe. Sasa hapa ugomvi wa ndugu hakuna kuingilia. Ngoja kwanza Maraboko. Asa unaenda wapi wewe? Vipi kuhusiana na hivyo vinyamkela sasa? Nenda kaamulie. Kiamulie. Odi. Odi. Kwema Chris. Niambie vipi na mama? Fresh tu. Kakako Bajaza nimemkuta. Huyu mdudu kachora sasa hivi hapa na hata dakika 5 hajachukua. Kashavuta mbele. Nielekeze lakini kama kuna maagizo yoyote nini unaweza kaniachia mimi mchizi wake akija na mwasilishia au vipi? Hapana, nilikuwa na shida naye kama yeye. Kwema lakini ulikotoka huko. Maana kujua akili mbili zero madi unaweza kaa yale mambo yako au vipi? Hamna, kwema kabisa. Ungekuwa sio kwema, ungekuja na mapanga na mavisu hapa. Maana ugomvi wa Bajaza ndio ugomvi wako. Nisingekuwa naongea na wewe hivi. Kwa ungechora huko mtani kwenu ungekuja hapa Gaza kwetu na mdomo wa sheria ungekuta tayari mimi ushanipiga machete tayari mapanga sieleweke au vipi? Sasa je? Ila fresh. Wewe mcheke hapo maskani kwake hapo mkoroshini anaweza kama ametulia hapo. Basi poa, hamna shida. Uhakika? Fresh. Hapo poa. Kweli Mungu anaumba. Mwabuza, 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 Kwanza nimekumbuka udugu wangu. Maana mara mwisho nimekuja nyumbani kwenu, kuna jambo nilikuwa nataka tuongee, mwisho siku nikakutana na kaka yako. Nishajua unataka kukiongea kitu gani. Hebu kwanza hiyo mada achana nayo. Maana mimi kaka kaniambia kila kitu. Kwa hiyo kama una jambo lingine ongea. Haya ndio tuseme nishakuacha. Ndio tutakuwa tumepata majibu ya maswali yangu au? Au unaona ile tatizo ulikuwa nao ni zuri. Marafiki ndio sisi, inabidi tukae tu discuss tujue tunakusaidia vipi. Haya unasema tukuache. Tukishakuacha ndio tulikuwa tumepata solution. Munila, hebu kwanza basi naomba nielewe. Kwa nini ulikuwa unaenda wapi? Nitaelekea wapi ndugu yangu? Nimetoka huko kwenye mizuru yangu. Hapa naelekea hivi kwa kina Sia, maana tangu amefika tujapata wasaa kuzungumza.
Umo. Basi naomba hivi, maana hapa unaona mada yote ya kuongea. Mimi naenda nyumbani. Ukiwa na mada yote ya kuongea na mimi, utanifuata nyumbani baadaye. Mimi nataka nimshauri. Hayo na mimi sina akili. Hayo majina ya kuona sehemu ya kwenda. Bwana hata angekuja kwangu hapa. Yaani ni hivi, hata hatuwaogopi kutokana na vitimba ambavyo mnatufanya kila wakati. Tushawazoea kabisa. Labda tu mimi niwaulize, je, nalichukuliaje hili jambo? Yaani kia tukisema tupige hatua tu movuoni, tunakuta tu vikwazo, matumanyamnyam tumekaa hivi. Oa. Labda tu niwaulize nyinyi wenzangu, ili swala je mnalichukuliaje? Hivi kwani sasa tunaenda tutafika kwani jamani kwa usalama? Hata ni hivi, hapa mimi saidi kote kule. Shanichosha. Asiogopi. Nakaa hapa. Hapa nakaa. Saidi sehemu yoyote ile. Changanya mimi. Mwadabwa huko. Wewe unavunga chizi. Mimi nishachanganyikiwa. Mimi ni mkubwa. Nimetangulia kuliona jua. Nimekuachia ziwa hadi Victoria. Kuna yajua mambo mengi. Mbona? Kwa unavyozidi kunipeleka mimi nashinda kuelewa vinamna gani. Inakuwa kama I make sense. Ndio Waingereza. Wadudu wanaangalia nini? Siendi kokote. Ako wapi? Kwani vipi? Yaani ndio mambo ambayo mimi sipendi. Wewe unaona kabisa tumekaa tumepumzika, miili yetu ipumzike, tuendelee na safari. Hizo kelele zako unazopiga, wewe unituko mazingira ya polini. Kama kuna mnyama mkali mazingira haya polini, si ndio unamloso hapa aje? Ati kweli mtu anakupokea tu bila hata kujua sababu ni nini. Bwana Bwauko, kwani wewe hujawahi kulala muda ukapita kiusingizi ukaota? Sawa, anyway, acha nikwambie mimi nimelala hapa nimepumzika. Mara nikaanza kusikia vinjozi vinakuja viusingizi. Ghafla hata naona tuko kwenye msafara, mguu mmoja, mguu mbili, umeona? Ghafla huyu Bwana Bwauko akamesimamisha msafara. Akasema labda oneni pale vikona mbele hivi. Tuona kuna tu viganja tumekaa hivi kibanyakunyaku, nasema Joni. Akasema hebu kikosi kwangu kwanza mtulieni, umeona? Sasa mimi kama ninahangaika na foka nikaa nimekaa chini. Maskini wa Mungu. Nimekaa ninalalamika. Nikono naanza kuvuta mkono na didimia. Mimi nataka kuwasimulia afu kaondoka naanza kunifokea. Afu nikizingatia Kenya nikaa mwanamke. Ipo siku mimi nitakuja nikakate wenge kakavu kabisa. Afu mwambeni ndugu yenu namheshimu. Kiapi nitakuvunjia heshima wewe? Ndugu zangu, kinachopaswa kufanyika kwa sasa hivi, hebu tuondokeni mazingira haya. Simulizi yake isije katokea kweli. Nifuateni. Hebu ona vijana wanavyoteseka, wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walampa majukumu, wanakwata mamio. Rafiki yangu, mimi nimekuita hapa, lengo langu ni kukushukuru, maana kule ulikonipeleka kiukweli yule mganga amenisaidia sana.
Waswahili wanasema dawa sio chungu, lakini kwangu mimi ai dawa kiboko. Shoga yangu sitaki kuniambia mambo yameenda vizuri. Haswa tofauti na tulivyotarajia. Lakini rafiki yangu, mimi nimekuja tena. Naomba unisindikize kwa yule mtaalamu ili nikampe shukrani zangu na yeye. Maana amenisaidia sana. Nikupeleke mimi tena? Ingekuwa vizuri kama ungeenda mwenyewe. Asije mwenyewe akasema kwamba kile unachokifanya unaongozwa na mimi. Kwa hiyo ni vyema tu ungeenda. Basi sawa. Ila kuna kitu nataka nikwambie rafiki yangu. Nakuomba sana. Tulichokifanya mimi na wewe kibaki kuwa siri yetu. Sio maana naanza kusikia tena huko mitaani, sijui kwa nani, sitajisikia vizuri kwa kweli. Kwa sababu leo hii tumeenda kwa ajili ya biashara. Huwezi jua kesho na kesho kutwa, pengine kwa ajili ya afya yangu na mengineyo. Kwa nakuomba sana rafiki yangu. Kwenye hilo ondoa shaka. Maana mpaka nakupeleka kule, najua taratibu zote za yule mganga. Kwa hiyo hata usijali kuhusu hiyo. Nafurahi kusikia hivyo. Kwa hiyo hapo unaweza kuniambia unaenda moja kwa moja kwa mganga au kwanza unarudi nyumbani? Mimi inabidi tu niende moja kwa moja maana hapa tulipo na nyumbani. Si unajua ni hatua. Kwa acha tu mimi niondoke. Haya basi kwa heri. Ngoja kwanza. Mimi najua njia za ndugu yangu. Kila anachokifanya basi kinakuwa na njia ambayo ya kukujulisha kwamba hapa kafanya nini. Hivyo, kwa hapa tulipofikia tu kwa ninavyoangalia hapo chini, ndio sehemu ambayo ameelekeza wale vijana waeke dawa. Kwa tunatakiwa kwanza na hapa alafu tuendelee na msafara. Sawa. Kwa kuwa unathibitisha hapa kuna kitu kimefikiwa. Acha mimi nifanye jambo kwanza afu tuendelee na safari ya mbele. Kiuangalifu, usiwe na wasiwasi. Mimi ndio Manembo. Kazi yangu najua ninavyoifanya. Sawa. Wanapita misukosuko ya kutisha, wanakutana na magumu kila sehemu wanazozipita. Mganga walompa majukumu wanakuwa tamami wageuka. Vita vimezidi, ndugu wa damu wanagombana na shetani ameshamiri.